Masumbwe, Masumbwe, tuna bahati. Masumbwe, Masumbwe, tuna bahati. Hiyo itakuwa ni ya siku ya Sabato. Hiyo ya mwisho itakuwa siku ya Sabato. Bwana asifiwe. Jamani, tunamshukuru sana tena Mwenyezi Mungu. Kama tulivyotangulia kusema, tumetatongera guhaya ambavyo tunaendelea kumwalika Roho wa Mungu atuongoze, endelea kumwitana moyo mwero wa Mungu, ya kwamba tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. endelee nomba sana Sababu za kumshukuru unoja kunomba zimekwisha kudhihirika chilonga gahoye na zitaendelea kudhihirika. tuendelea kulonga. Somo la mchana wa leo Ilangilia lero litakuwa kama fundisho zaidi. ikobiza kutilangi Kwa kesho ndo nitaanza kuhubiri. tondo na lalandio Na kulomela Alhamisi nitahubiri. ni lo gatandatu ho Na Sabato nitahubiri. lo saba akulomela Ijumaa nitafundisha. lo gatandatu akulomela. Siku ya Sabato lo sabato ni lazima tuthibitishe hili neno. dukanile Hili neno hili siku ya Sabato umpayo yo lo sabato lazima lifanye kazi yake. ituma mende mogoryo Mungu alipowatoa watu wake katika nchi ya utumwa, aho benja umbusese abana bakwe ilikuwa ni lazima awathibitishe kwamba hawako tena utumwani, yali hadike abalange gikibadi mutumwa hangi, na ilikuwa ni lazima awaondolee kile kilichokuwa kinawafanya waendelee kuwa watumwa. yali giki abingije ama ijabikanike joge jabatulaga. Kimsingi Misri ilikuwa imeshakuwa mawazoni mwao. Misiri ya bizungu ikanika go Zilitakiwa nguvu za Mungu ili kuweza kuiondoa. jada kila kwa nguzu jangwa Mungu kubasami aho. Ndio maana kila walipokutana na utata walitamani kurudi Misri. Ulwa manya nayo tawatawa biganika gushoka guke. Walipokuwa nakutana na utata walitamani kurudi dhambi. Tawatawa biganika kuja kubugoma. Kama walikuwa ni waabudu sanamu walitamani wakaabudu sanamu. Ulwa maji kole biganika hange kulamya maji. Kama walikuwa ni walevi walitamani warudi kwenye ulevi. Ulwa bakoro walo baganika gukoro gugu. Kama walikuwa ni waongo walitamani warudi kwenye uongo. Walitamani sana kurudi katika nchi ya Misri. Bakikonga sana kushoka Misri. Misri ilikuwa imeota na kutoa matunda yake. Misri aliazwa yukula. Kwa hiyo ilihitajika nguvu ya Mungu kuweza kuiondoa Misri. Kwao Mungu alikuwa ni Farao wa Misri. Kwao mafanikio ilikuwa ni kuwa katika nchi ya Misri. Wangelikosa maji wangetamani warudi Misri. Wangelikosa chakula wangetamani warudi Misri. Walipokutana na manyoka ya moto walitamani warudi Misri. Hata walipokutana na vita njiani walitamani warudi Misri. Hata hivyo sishangai, kwa sababu Farao alipowaachia hakuwaachia kama wao Waisraeli. Biblia inasema aliwaacha tu kama watu. Kwao Waisraeli, kwa Farao Waisraeli walikuwa ni kama Wafilisti tu, maana hakuwa na chochote anachoweza kutofautisha zaidi ya Mungu alichokitaka. Ni kweli Farao alikuwa ameona kazi za mikono ya Bwana, lakini alikuwa hajaona Waisraeli kama wanatofautiana na watu wengine. Mungu alikuwa hajajidhihirisha kutoka kwa Waisraeli moja kwa moja. Kwa hiyo Farao alimwogopa Mungu wa Waisraeli, sio kuogopa Waisraeli. Ndio maana hata walipotoka katika nchi ya Misri hakupata shida kuwafuata, maana aliyekuwa anamwogopa sio wao, alikuwa anamwogopa Mungu wa mbinguni. Naomba niwatie moyo watu wa Masumbu, ifika mahali Mungu ajivunie kuwa nawe. Mungu ajivunie kuwa na nyumba yako. Mungu ajivunie kuwa na shamba lako. Mungu ajivunie kuwa na biashara yako, kiasi kwamba kugusaye wewe ni kama mgusaye Mungu.
bizo loko kumya au kumya ka Mungu. Anayegusa biashara yako iwe ni kana kwamba amemgusa Mungu. Kumya ka usoro jamoko au kumya ka Mungu. Agusaye watoto wako awe ni kana kwamba amemgusa Mungu. Kumya ka bana bako kumya ka Mungu. Kwa hiyo Farao aliwaacha wana wa Israeli kama watu tu. Farao wawanaka bantu koke. Hata kama waingie baharini alikuwa tayari kuwafuata. Ndio na mingira mianzo wana wakufuata. Na kama umekuwa mwangalifu kiasi cha kutosha, ulokeke ni wala wasisa ho. Hata Mungu mwenyewe alikuwa bado na mashaka nao. Ndio na wao Mungu wali na kutawatawala. Hebu nilinene neno hili bila kusoma. Na hayo maneno yote unakosoma. Kama ungelipitia kitabu cha Kutoka sura ya 13. Ukikole tele mayo kwa kitabu cha kufuma. Na hasa mstari wa 17 na 18. Wewe kumla tukate bai kumne na. Katika muda wako uliotulia, ile kanga ya kuembeli. Unagundua safari ilikuwa ni hivi. Ukoona urugendo wali. Walipotoka katika mji wa Ramesses. Ahabengolo hanzengo kwa. Na wanaenda katika nchi ya ahadi. Baada kunzengo kwa kusakira. Ile Mungu aliyomthibitishia Ibrahim. Mungu aliyomthibitisha Ibrahim. Akaidhihirisha kwa Isaka. Na wao mtongea na Isaka. Akaithibitisha kwa Israeli. Na wao mtongea na Israeli. Akaikabidhi katika mikono ya wale wapelelezi 12. Kama kono aba kisele ja. Anawaambia wana wa Israeli. Waambia wana wa Israeli. Ya kwamba rudini nyuma. Shoga nyuma. Kwa nini anawarudisha nyuma? Bole aliwashosha nyuma. Kwa sababu aligundua walikuwa bado hawajavijua vita. Maana wale watari. Walikuwa hawajavijua vita bado. Wale watari kwa walikuwa bado ni watoto wachanga. Walikuwa hawajawa watu wazima. Walikuwa wanawaza kitoto hivi. Walikuwa wanapigana kitoto hivi. Walikuwa wanasafiri kitoto hivi. Walikabili mambo kitoto hivi. Na kusema kweli wako sawa. Walikuwa sawa. Maana hata Musa kiongozi wao akiwa na miaka 40 anatoka katika nyumba ya Farao. Na anasema hivi, niende nikaione mizigo ya watu wangu. Nakawaone abantu bane. Nikawaone mizigo ya watu wangu. Nakewaone mizigo ya abantu bane. Musa wa Israeli ni watu wake. Haga bana wa Israeli bantu bane. Naomba nikwambie. Nakoele. Tangu alipoondoka hao wengi hakutengeneza na kusuluhisha tatizo lolote isipokuwa kutengeneza matatizo. Nurukole kanya mayo kose. Isipokuwa kutengeneza matatizo. Omejera ya kutana alipotoka tu mara ya kwanza. Awenga kulo kwa. Akakutana na Misri na Waebrania wanagombana. Omanya na Misri na Israeli bakukenya. Akaishia kuwa na kuzika. Oshika huko la gumo. Na siku iliyofuata anakutana na Waebrania wanagombana. Omanya na Waisraeli aliishia kukimbia kwenda katika nchi ya Midian. Opera kwa Midian. Na katika somo la leo ilangilia malelo lina kichwa kinachosema inantebule haya kutikisa mganda. Gote temyanzwano. Bwana sifiwe. Usewa kumele kudetemya njano. Zwano. Kudetemya njwano. Nzwano. Jamani simuseme amina. Mpungiani mikono mtafasiri wetu. Walikuwa bado wachanga. Bali banigini. Walihitaji kupata nguvu. Baada kilaga nguzu. Na hivyo Mungu anawaambia Waisraeli. Mungu wawila wana wa Israeli. Rudini nyuma. Shoga kinuma. Rudini nyuma. Shoga kinuma. Na kama unakumbuka vizuri, ulolikanika chiza. Nchi waliokuwa wanaipitia. Isiwa bitagamo. Kwa njia waliokuwa wanaiendea. Unzelewa betile. Biblia inasema ilikuwa ni njia ya Wafilisti. Nzela yenyewe ya Wafilisti. Njia ya karibu. Nzela ya hii ambayo wangelifika mapema. Hiyo ni washika wangu. Lakini Bwana anapowatazama hivi, usewa wasura hawajajifunza vita bado. Atenda amana ugurwa. Anapowatazama hivi, ulowalola anaona hawajajifunza vita bado. Atarogo madogo. Na kwa hivyo Mungu anataka wafundishe vita. Amlungu hailebilanga. Anataka wakutane na Waamori. Amanye na Waamori. Anataka wakutane na Waamaleki. Amanye na Waamaleki. Anataka wakutane na Waperizi. Amanye na Waperizi. Ili wanapokutana nao wale wamekwisha kujua namna kukabili. Amane uko makama. Akawarudisha nyuma. Akawaketisha kambini. Katikati ya Migidoli na Pihahiroth. Karibu na mdomo wa bahari ya Shamu. Hayo yote ni majina ya milima miwili. Na kando ya hiyo milima kwa mbele walikuwa wakabiliana na bahari ya Shamu. Anataka kuwafundisha vita. Anataka kuikuza imani yao. Anataka wamtambue ya kwamba ni Mungu anayepaswa kwa maishani mwao.
Bwana sifiwe. Kutikisa mganda. Uyekejanzwano. Twende amina. Sasa ili kuweza kuiondoa Misri katika akili zao, Misri umaganiko abo, Mungu alitengeneza mfumo. Mungu akikanika kakintu kagobeja, alitengeneza mfumo ubeja kachile utakayoondoa hiyo Misri, ukwenje Misri umiganiko ili itoke katika akili zao, yenge umiganiko abo, ili ajiingize mwenyewe kwa imani katika maisha yao, ingize kusunya umbulambo. Sasa akatengeneza mfumo ubeja kachile, na mniruhusu leo niguse huu mfumo. Na kumye akajile ulikuwa ni mfumo wa kiibada, akajile kero kaikulamya, ili kuiondoa Misri katika mioyo ya Waisraeli. Njo mioyo Misri ilikuwa ni lazima Mungu aliruhusu ibada ingie mioyoni mwao, wawe ni watu wa ibada, ili kuing'oa Misri iliyokuwa imedumu akilini mwao. Na pia tu kwa ajili ya mtu fulani ilikuwa ni lazima atengeneze mfumo wa ibada. Sasa mfumo huo naomba ni useme, naomba mniruhusu ni useme. Nitakuletea mambo 7 ambayo Mungu alianzisha, ambayo ndiyo mfumo wa ibada, na imekaa kama sikukuu hivi. Imekaa kama sikukuu hivi. Na sasa naomba leo nishughulike na sikukuu 7 ambazo kusudi lake ilikuwa ni kuiondoa Misri katika akili zao. Na kama mnakumbuka vizuri, Mungu anamwambia Musa katika Kutoka 3 mstari wa 11 au 12. Utasoma tena kwa wakati wako, muda kusoma unakuja. Mungu anamwambia Musa, Musa anamuuliza Mungu, nitajuaje ya kwamba mimi nitawatoa? Mungu anamjibu Musa, utakapowaona wana wa Israeli, utakapowaona hawa watu wamekuwa ni wana wa Israeli, watakalolifanya ili kuthibitisha kwamba wametoka Misri, wataniabudu mimi katika mlima huu. Ili muweze kujua Musa na kwamba wametoka katika nchi ya Misri, utawaona wenyewe, utawaona wanaume, utawaona wanawake, utawaona watoto wao wananiabudu katika mlima huu, wananiabudu katika mfumo huu, wananiabudu katika msingi huu. Utawaona. Tunaanza. Chukua Biblia yako. Mungu akaanzisha mfumo. Na mfumo ulianza hivi. Baada ya yale mapigo 10 hivi, ambayo ilikuwa ni shule kwa Wamisri. Wana wa Israeli walitoka katika nchi ile. Na wote mnakumbuka walitoka siku gani? Naomba leo nikupitishe kwa haraka ili tuje kwenye hili somo linalosema kutikisa mganda. Na tutakapoligusa hili, tutafika mahali fulani tutagusa na sikukuu tuliyomo. Na naomba niwaambie wacha Mungu, hizi sikukuu zote ni lazima uzihudhurie. Leo nitakukumbusha namna unavyozihudhuria. Hakuna kitu Mungu alianzisha kisichokuwa na maana. Hakuna kitu kilichoandikwa ndani ya neno hili kikaandikwa kwa kalamu ya nabii, kisomwe na vizazi vyote, kinachoweza kutupa kama takataka, kinachoweza kuachwa kama takataka. Kila kilicho humu ndani nayo makusudi yake, na ni lazima kitimizwe kwa kusudi lake. Naomba twende pamoja nami. Mtakumbuka kwamba wana wa Israeli
walitoka katika nchi ya Misri. Agenga Misri. Tarehe 14. Tarehe 14. Mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza. Mwaka ule wa 1845 kabla ya Yesu Kristo. Jikojimo magana 880. Naomba uende pamoja nami sasa. Simeza wanone. Wana wa Israeli. Wana wa Israeli. Hao ambao kwa wao abo ingitiboi. Imani ya vizazi vyote vya Mungu mmoja inasimama. Okozunya gowo. Imani juu ya Mungu mmoja inasimama. Okozunya gowo hale Mungu. Hawa ndio katika wao. Umboi. Mungu alijichagulia watu. Akasolanya watu. Ndio katika wao. Umkatia. Mungu alitengeneza manabii. Mungu ndio katika wao. Umkatia. Mungu aliruhusu watu wazungumze. Mungu alekela wao. Ndio katika wao. Umkatia. Mungu aliruhusu neno litwijie. Mungu na kwa hiyo mataifa yote. Amahanga. Lugha zote. Ndemi hawawezi kuwa na Mungu wa kweli. Mungu aliabudiwa na Waisraeli. Biblia wana wa Israeli. Siku ya 14. Usiku wa 14. Mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza. Ninaposema mwezi wa kwanza, ndio mwezi wa kwanza. Naomba niutamke kwa majina yake. Alihome na aho. Jina la kwanza linaitwa mwezi wa Abibu. Mwezi wa kwanza wetana kwa Abibu. Mwezi wa Abibu. Au mwezi wa Nisan. Ndio mwezi wa Nisan. Hayo ndio majina yanayofanya mwezi uandikwe kwa mwezi wa kwanza katika Biblia. Na una majina mawili. Na makusudi yake ni dhahiri. Moja linazungumzia tukio, lingine linazungumzia watu. Na kwa hiyo mwezi wa Nisan ama mwezi wa kwanza ulikuwa ndio mwezi wana wa Israeli waliondoka kutoka katika nchi ya utumwa. Walianza maisha mapya, wakaiaga Misri. Ndio maana katika maisha haya ni lazima uwe na mwezi ambao unaweza kuandika historia ya kwamba mwezi huu niliachana na miungu, ya kwamba mwezi huu niliachana na ulevi, ya kwamba mwezi huu niliachana na uchawi, ya kwamba mwezi huu niliachana na uzinzi, ya kwamba mwezi huu niliachana na ugomvi, ya kwamba mwezi huu niliachana na anasa za dunia. Ninaweza kuandika historia ya maisha yangu. Wana wa Israeli wakaanza historia mpya siku ya 14 ya mwezi wa Nisan, ambao Biblia inasema mwezi wa kwanza wakaondoka katika nchi ya Misri. Hebu naomba mnisikilize kidogo. Siku ile wanaondoka, walianza sikukuu. Kwa hiyo siku tu wanaondoka hivi, siku wanaondoka tu hivi, waliondoka na sikukuu. Ndio maana nakwambia Mungu alikuwa anatengeneza mfumo wa kuiondoa Misri kutoka katika mioyo yao. Na sikukuu ya kwanza ilikuwa ni sikukuu ya Pasaka. Sikukuu ya Pasaka. Naomba ushike vizuri. Sikukuu ya Pasaka ilikuwa ndio sikukuu ya kwanza katika wana wa Israeli. Ilianza mwaka 1445 baada ya Yesu Kristo. Tunasema sikukuu ya kwanza kubainisha vizuri. Kuna moja iliyoanza mwanadamu alipoumbwa. Hiyo sitazungumzia hapa, maana yenyewe ipo siku zote. Tangu mwanadamu alipoumbwa, yenyewe ipo siku zote. Tangu mwanadamu alipojitambua, alipambazukia katika siku ya 7 ya juma. Hiyo sizungumzi hapa, maana yenyewe ilianza mwanzo. Mwanadamu alipoanza, tunazungumzia sikukuu ya kwanza. Siku ya Pasaka alianza mwaka 1445 baada ya Waisraeli kuondoka katika nchi ya Misri. Walipokuwa naondoka, Mungu akawapatia sikukuu
Mungu wewe naje kuko. Ninaweza nikataja baadhi ya sadaka walizotoa. Chiliho sadaka manoho Lakini naomba katika siku ya leo. Aleo shikora wale. Niende kwa haraka kidogo. Haje wangu hapo. Ili niweze kuja siku ya 7. Roje haje kuja mpungati. Wakaondoka Benga katika nchi ya Misri. Sea Misri. Wakamchinja mwana kondoo. Osenza wana wao. Wakamchinja mwana kondoo. Osenza wana wao. Mnafahamu walikuwa nyama ya kondoo. Olia ngoro. Mnafahamu walikuwa mboga za uchungu. Hayo yote yana maana pana katika Kristo. Lakini sikiza nikwambie. Siku ya 14 ilikuwa ni Pasaka. Sasa naomba nikwambie. Hata Yesu Kristo ninachukua jambo na nileta wakati wetu. Hata Yesu Kristo alikufa siku ya 14 ya mwezi wa kwanza mwaka wa 31 baada ya Yesu Kristo. Nizungumze na watu wa Masumbwe. Huyo Yesu Kristo unaye mwimba naye alikufa siku ya 14 ya mwezi wa kwanza mwezi wa Nisani mwaka wa 31. Ngoja nikuonyeshe kidogo. Mambo ya mbingu hazibahatishi. Mambo ya mbinguni yamepangiliwa. Yesu alipozaliwa. Sikiliza nikwambie kanisa. Miaka ikazunguka. Miaka ikazunguka. Miaka ikazunguka. Miaka ikazunguka. Miaka ikazunguka. Ilipofika siku aliyoumbwa mwanadamu. Mwanadamu aliumbwa Ijumaa. Siku ambayo inaangukia siku ya 14 katika mwezi wa kwanza katika maisha ya Yesu Kristo. Siku mwanadamu aliyoumbwa. Israeli walipotoka Misri. Walipokutana katika siku ya 14 Yesu Kristo alikufa msalabani. Amina ndogo sana. Jamani semeni amina. Na kwa hivyo siku ya Ijumaa Yesu alikufa msalabani. Pasaka ya Waisraeli. Kutana na yeye aliye Pasaka wetu. Yesu Kristo akawa ndiye Pasaka wetu. Kwa sababu hiyo basi kama ni kumbukumbu ya Pasaka kwa Yesu Kristo, natafuta siku inapaswa iwe ni Ijumaa. Maana siku ya Ijumaa aliyokufa Yesu Kristo ndiye Pasaka wetu. Pasaka ya Waisraeli alipochinjwa mwana kondoo ikakutana na Pasaka wetu ambaye ni Yesu Kristo. Mtu fulani aseme amina. Hadilaha Bwana sifiwe. Vikakutana, vikasalimiana, vikabusiana, vikabusiana. Semeni amina. Kwa hiyo neno likatimia. Neno likatimilizwa katika Yesu Kristo. Na kwa hivyo Paulo mtume anapoandika kwamba Pasaka wetu Yesu Kristo ameshatolewa katika ile Wakorinto sura ya 5. Ina maana hiyo maana vilikutana. Kwa hiyo Waisraeli walikuwa wanatangaza kutoka katika utumwa. Na sisi tunatolewa utumwani. Unajua Yesu ana mambo mawili anayotaka yahubiriwe. Naomba univumilie mpaka siku ya Sabato. Yesu ana mambo mawili anayopata yahubiriwe. Yanayotofautisha unachoamini na yeyote anachoamini. Yako mambo mawili tu. Na katika ya mambo mawili yameshika injili yote. Yako mawili tu. Na Yesu aliyasema alipokuwa amefufuka. Yako mawili tu.
Unajua manne siku ya 14 usiku wa 14 wanapotoka abalifuma ilikuwa ni Pasaka, yale Pasaka. lakini siku ya 15 usiku wakati wanatoka abalenga hiyo siku tu ya pili, usiku wa kabili wakawaanzishia sikukuu nyingine. baada hangeje kukurujinga Na hizi sikukuu ninazowaambia ndugu zangu niji kukurujinga le mwela zimegawanyika katika makundi mawili. kibudani kile ngangara ibiri. Makundi la kwanza ile biteri ni abanja sikukuu zinazoangukia mwanzoni mwa mwaka, kikukuruji kwela wandeje wa mwaka. na jambo la pili ni sikukuu zinazoangukia mwishoni mwa mwaka. ikikwele kwa kalekeje wa mwaka. Maana yake ni nini? Hizi sikukuu za kwanza zilikuwa zinatabiri kuja kwa Ukristo duniani, kile hanga kweza wako wuzunya musi Mungu kutengeneza kanisa kama chombo chake cha kukarakatia watu, kanisa kote giseme jabo bocha mahali pa karakana yake handu ahogeke hajitambo. Lakini sikukuu hizi za mwishoni mwa mwaka zinatangaza kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. kumocha kweza kwa Yesu lukangana. Naomba univumilie kidogo. Kwa hiyo siku ya 15 usiku wa 15 ndugu Mikael, siku ya 15 ya siku tuliyofuata Mungu akawapatia sikukuu nyingine. Yaani Mungu alitaka ing'oe Misri. Na sikukuu hiyo ilikuwa inaitwa sikukuu ya mkate usiotiwa chachu. Sikukuu ya mkate usiotiwa chachu. Hii ilikuwa ni sikukuu ya pili ya siku ya pili tu. Naomba niende taratibu hapo, maana sitaki nikuache. Maana wimbo unasema wewe ndiye rafiki msaada karibu, tusiache shakani na tukiwa gizani. Mungu hataki tuache mashakani. Mungu yakutawatawada haile Hataki tuwe mashakani, hataki tuwe gizani. Na kwa hivyo siku ya pili baada tu ya kutoka katika nchi hiyo ya Misri, wakati jua linazama hivi, jua lipokuwa linazama, inaingia siku ya pili baada ya Pasaka. Hiyo lilipokuwa linazama hivi, ambayo ni siku ya 15 ya mwezi wa Nisani, ilianzishwa sikukuu nyingine tena iliyokuwa inaitwa sikukuu ya mkate usiotiwa chachu. Ilikuwa ni sikukuu ya siku 7. Ilikuwa ni sikukuu ya siku 7. Ilikuwa inaanza siku ya 15 ya mwezi wa kwanza mpaka siku ya 21 ya mwezi wa kwanza. Naomba niende pamoja nawe kidogo. Hii siku ya pili hii, naomba nirudie hii siku ya pili hii. Naomba nirudie hii siku ya pili hii. Ilikuwa inaanza sikukuu ya mkate usiotiwa chachu. Maana yake ni nini hii? Maana yake ni nini hii? Ni kwamba maisha mapya yanapaswa kuanzwa katika Yesu Kristo. Haya, unapotoka Misri ukaitambua Pasaka, ukaitambua Pasaka, ni lazima sasa uwe na maisha mapya, maisha yasiyotiwa chachu, maisha ya utakatifu, maisha yanayomtafuta Mungu kila wakati. Kama yalivyokuwa maisha ya Yesu Kristo, ndivyo yanavyopaswa kuwa maisha ya wanaokufuata. Mseme amina. Na kwa hivyo siku ya 15 ilikuwa inaitwa ni pumziko. Ilikuwa inaitwa pumziko. Siku ya pili au siku ya kwanza ya mkate usiotiwa chachu, ambayo ni siku ya pili baada ya Pasaka, ilikuwa inaitwa pumziko. Naomba nikwambie, sijasema starehe. Naomba utofautishe pumziko na starehe. Unajua kuna mahali fulani
Yohano watu wanasema bantu baguhaga siku ya saba urushiko lompunga sabato ya Bwana, sabato ya Mwaseba, Mungu alipumzika. Mungu alifuna. Iko sawa, ili sawa kwa mujibu wa Kiingereza. Kiingereza, lakini Kiswahili kinasema alistarehe. Kiguhaga akifuna. Pita mafungu yote nitaka pe yanayozungumzia siku ya sabato. Aya haile rushiko lo sabato inasema ni kustarehe, kuifuna. Jamani, simsema amina. Ni kustarehe, yani wigasha. Na neno kustarehe linaweza kuwa tofauti mahali fulani na kupumzika. Dole kubiza lile kane hado no kwifula. Yote yako sawa. Ihela hende hapo kwa mujibu wa Kiingereza. Lakini Kiswahili kimetumia neno kustarehe zaidi. Kiswahili kiguhaga kufula. Sasa unapotoka utumwani, ni lazima upumzike kutoka dhambini. Kuna kitu unatoka kwacho. Maana wewe ulikuwa ni mtumwa, ulikuwa unatumikishwa, na sasa unatoka utumwani, unaingia katika pumziko fulani. Pumziko kutoka utumwani, pumziko kutoka dhambini. Sikiliza nikwambie, siku ya 15 ilikuwa ni sikukuu ya kupumzika. Hiyo siku ya kwanza ya sikukuu ya mkate usiotiwa chachu, ambayo ni siku ya 15. Kwa nini kwa nini Mikael? Naam, narudia. Nataka mtaweke tofauti kidogo. Abantu balekanye. Hebu nisikilize tena hapa kidogo. Siku ya pili baada ya Pasaka, ilikuwa ni sikukuu ya mkate usiotiwa chachu. Ilikuwa inaanza siku ya 15. Lakini siku ya kwanza ya sikukuu hiyo ya mkate usiotiwa chachu, ilikuwa ni sikukuu ya siku 7. Na ilikuwa inaangukia siku ya 15 ya mwezi wa kwanza. Lakini siku ya kwanza, siku ya kwanza ya wiki, siku ya kwanza ya sikukuu ya mkate usiotiwa chachu. Mpeni amina mtafasiri. Ongate kutatiwa bururu. Siku hiyo walikuwa nakula mkate usiotiwa chachu. Walikuwa nakula mkate usiotiwa chachu. Na kwa hivyo ilikuwa inaangukia popote hiyo siku. Ingeangukia Alhamisi, ingeangukia Jumatano, ingeangukia Ijumaa, ingeangukia Jumamosi, ingeangukia Jumatatu. Maadamu yenyewe ilikuwa inaangalia tarehe. Iliangalia tarehe ya mwezi wa kwanza, siku ya 15. Sio mzunguko wa wiki, ila mzunguko wa siku katika mwezi wa kwanza, siku ya 15. Naomba nikulete wakati wa Yesu Kristo. Siku ile Yesu anakufa msalabani, kwa mambo yote yalienda sawa. Ngoja nikukumbushe mcha Mungu, siku alipokufa Yesu Kristo, ambayo tumesema ni Pasaka wetu. Pasaka ikakutana na Pasaka, na hivyo tuna Pasaka wetu ambaye ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye Pasaka wetu. Sasa nikwambia, narudia tena, Yesu Kristo ndiye Pasaka wetu. Maana yeye yu hai siku zote. Yeye alichinjwa mara moja tu, na yu hai milele. Yeye ndiye Pasaka wetu. Ametutoa utumwani, sasa tu huru katika yeye. Na siku iliyofuata, naomba sasa niende pamoja nawe wakati wa Yesu Kristo. Naomba nikulete huo mwaka aliyokufa Yesu Kristo. Ile siku ya 15 ya siku aliyokufa Yesu Kristo. Nimesema alikufa Ijumaa, ilikuwa ni siku ya 14 ya mwezi ule wa kwanza. Na kwa hivyo siku ya 15, funga mkono kanisa,
siku ya 15 ilikuwa inaanza sikukuu ya mkate usiotiwa chachu, na iliangukia siku ya Sabato. Naomba hapo niende taratibu. Siku ya 15 ya mwaka wa 31 mwezi ule wa kwanza iliangukia siku ya Sabato, maana siku ya Ijumaa iliangukiwa na sikukuu ya Pasaka. Yesu akawa ni Pasaka wetu, na kwa mujibu wa historia siku ya 15 ilikuwa ni siku ambayo Biblia inasema ilikuwa ni siku ya kupumzika. Watu wangeacha kazi zao, ni siku ya kupumzika. Sijasema ni Sabato ya Bwana, sijasema ni Sabato ya Bwana, ni siku ya kupumzika. Ndivyo ilivyokuwa katika historia yote. Kila siku ya 15 ya mwezi wa kwanza mwaka aliokufa Yesu Kristo, mwezi ule wa kwanza siku ya 15 ikaangukia siku ya Sabato, Naomba nizungumze na kanisa. Yesu akapumzika kaburini. Sikiliza nikwambie kanisa, kutoka utumwani ikakutana na sikukuu ya starehe, kumbukumbu ya kupumzika ikakutana na starehe ya Sabato. Na kwa sababu hiyo, kama watu wangetafuta kupumzika kwa mujibu wa Biblia na kwa mujibu wa Yesu Kristo, wangepumzika siku ya Sabato. Siku ya kupumzika kwa mujibu wa Biblia ilikuwa ni siku ya kwanza ya mkate usiotiwa chachu, ilikutana na Sabato ya siku ya saba ya juma. Mambo mawili yakakutana. Sabato ya Bwana ikatiwa muhuri ya kwamba itakuwa ni kumbukumbu ya milele ya uumbaji na ukombozi. Tuimbe kwanza. Ikakutana, ikatiwa muhuri. Ndio maana Isaya akatuandikia Sabato, hata Sabato kushisha Sabato, wanadamu wote, abantu pe. Na kwa hivyo unapoiambia jamii utano kwa watu juu ya jambo hili, waambie kwa uhakika kabisa anagete kama unavyoweza kumsema Yesu Kristo, ndivyo unavyopasa kulisema jambo hili. Maana ni mambo yanayoenda pamoja, limoja hupasi kwa lingine. Hiyo siku ya 15 ikawa ni ile siku ambayo Yesu Kristo alikuwa, ambayo ilikuwa ni sikukuu ya mkate usiotiwa chachu. Na kwa hivyo vitu viwili vikakutana katika historia, kama siku ya uumbaji iliyokutana na siku ya kutolewa kwa mwana kondoo, ikatengeneza Pasaka. Na kwa hivyo yeye aliyeumbwa, anayekombolewa, anaingizwa katika pumziko na kumbukumbu la uumbaji. Mungu akamwambia Musa, ili ujue ya kwamba hawa watu wanatoka katika nchi ya Misri, nitawaanzishia mfumo. Akawaletea sikukuu zitakazo wakumbusha ya kwamba wao ni watu wa Mungu, ya kwamba wao ni wana wa Mungu, ya kwamba wao ndio jicho la Mungu, ambao katika wao dunia nzima itapaswa kujifunza. Baada ya sikukuu hiyo ya pili, siku ya 16 ilikuwepo sikukuu nyingine tena. Naomba sasa msomaji wa fungu lisome hilo fungu. Hebu tufunue kitabu cha Walawi sura 23. Tusome Abagabiji 23. Walawi ni Wagabiji. Kitabu cha Walawi, kitabu cha Wagabiji sura ya 23.
Mungu alizifunga sikukuu pamoja. Mungu akajitunga hamwe igikukuru. Kitabu cha Walawi, igitabo cy'Abagabiji sura ile ya 23 23 mstari ule wa 10 hadi wa 12. Soma hadi wa 11. 10 mpaka 12. Biblia inasema 11. Hebu sikiliza kanisa. Hii ilikuwa ni sikukuu ya 3. Na tutaenda mpaka sikukuu ya 7. Na kisha tutaomba. Lakini kabla hatujaomba, nitawaambia jambo fulani la maana katika sikukuu hii. Somaji, karibu usome kwa ajili ya mkutano. Nasema, nena na wana wa Israeli, uambie wawile, hapo mtakapokuwa mmekwisha ingia nchi hiyo niwapayo, na kuyavuna mavuno yake, na kubocha ikintu hicho mtakapomletea kuhani mganda wa malimbuko ya mavuno yenu, ubarikiwe sana. 11 naye atautikisa mganda mbele ili kwamba ukubaliwe kwa ajili yenu. Siku ya pili baada ya Sabato, kuhani atautikisa. Naomba utulie vizuri. Biblia ni mahesabu. Jandikwa kubala. Yaani kama hujui kuhesabu, ulotamando kubala, kulekwa utaachwa. Mji mwenyewe tunaoenda ndani yake mahesabu. Unjengo mmoja chile kubala. Ngazi zake idadi imetolewa. Akupandila goke akubala. Milango yake idadi imetolewa. Iminyango yaho yakubala. Marefu na mapana yake imetolewa. Ukuchandoka nanga kuhegaho. Hata Nuhu alipokuwa anajenga safina, Nuhu awajenga kaengala. Mahesabu yalikubala. Mungu alimwambia mahesabu. Mungu akamwambia kubala. Maana anamwambia utajenga safina, ukujenga ngalaba. Na akamwambia aina ya mti atakaojengea. Kuna mti wa mshita, kuna miti ya mbinje. Lakini alitaja aina za miti hapo. Najua unakuna kuoga kama mshita utaja zaidi yumkini. Sikiliza nikwambie. Akamwambia urefu wake mikono 300. Kuambiwa mikono 300 huijui mikono 300. Akamwambia upana wake mikono 50. Akamwambia kwenda juu kwake mikono 30. Jamani, Biblia ni mahesabu. Biblia kubala. Asikitika watu wengine wanakimbiaga hesabu. Kumya abantu bakapera kugubala. 2 mara 2, semeni wote. Shida hiyo hata ungejumlisha ni hiyo hiyo. Nuruni wasanja ni leo. Kuna muujiza kwenye 2. Wewe jago kumya ajibiri. Haya, 1 mara 1. Na mmoja amesema 2. Si ndio? Huko haibi huko. Sikukuu ya kutikisa mganda. Ulushiko lo kuneke janzwano. Naomba niwaambie kanisa. Tekeleka kihoyo. Naomba niwaambie kanisa. Na muwele kanisa. Hili funga leo lisoma. Ile udekele na muwele. Hapo unapaswa uanze kwa makini sana. Udakelo chebo kukanika. Maana vitu vingi vinaanzia hapo pia. Ekenwe ningejandikije henaho. Unaangalia Pasaka inakuja. Wirole Pasaka inakuja, sikukuu ya mkate usiotiwa chachu. Jika jikukuru janga atowe kutasana. Ambayo wewe na mimi leo uneno ubile tunaishiriki kama meza ya Bwana. Tukwisangira kuti meza. Hiyo maana kuna meza ya Bwana. Imeza yenu ya waseba. Maana meza ya Bwana, imeza ya waseba, inatuambia kitu fulani. Ile katika kile kilichotokea siku ya Pasaka. Maana siku ya Pasaka Yesu Kristo amechinjwa. Meza ya Bwana inatuambia ya kwamba tunatangaza mauti yake. Kwa hiyo kila tunapokula meza ya Bwana tunafanya tangazo ya kwamba yeye aliyekufa
mtini atakuja tena. Kwenye meza ya Bwana ni tangazo, na lazima wote tushiriki. Najua sikukuu ya mkate usiotiwa chachu, ule mkate ulikuwa unaliwa na wale waliotahiriwa tu, ndio waliokuwa naweza kula mkate na kadhalika. Na meza ya Bwana wanakula waliobatizwa tu. Mambo haya yanakutana. Kielelezo cha tohara ni ubatizo. Ndio maana meza ya Bwana sasa kuikimbia, kujiandaa. Sikukuu ambayo lazima ushiriki miongoni mwa sikukuu tatu ambazo Biblia inatamka, kama tutakavyosoma baadaye, kwamba ni lazima wana wa Israeli waifanyie yote, lazima waende zote. Mojawapo ni hii sikukuu ya mkate usiotiwa chachu. Lazima uiende, lazima uiende. Habari ya meza ya Bwana lazima ushiriki, maana ni kielelezo kinachotangaza ya kwamba Yesu alikufa na alifufuka. Sikukuu ya tatu, sikukuu ya kutikisa mganda. Chikukuru cha kukunegeja unzwano. Sikukuu ilikuwa inafanyikaje? Chikukuru je itakuwa kine? Hii lazima mniruhusu nieleze. Tegeleka kitu haya. Sikukuu hii, chikukuru hiki ilikuwa inakuja mavuno ya kwanza yanapoanza. Yisaka ahakikisha kupya jagwantia kama umepanda mahindi, ulohamba mandege, umepanda mpunga, uhamba nulo mchele, umepanda ngano, uhamba ngano, yale mavuno ya kwanza yale ichako pya gwandia yanayoanza kujitokeza, ichikapyaga gwandia Waisraeli wote, abana wa Israeli kutoka katika mashamba yao, mukwingu mashamba abo walikuwa wanachukua kiasi cha mavuno. Basolaga tukehu Waisraeli wote, babu wapya wa Israeli wanachukua sehemu ya mavuno, babu uchego tono wanampelekea kuhani. Banchalelo ngabichi, wanapompelekea kuhani, ulo ngabichi, nataka uone kwa anachokuwa anakifanya. Ulale George taka anachanganya yale mazao, sanja pye George na Waisraeli. Makabila abana wa Israeli anachanganya, yani paka yachanganyike, paka yisanje kama vile mama anavyotengeneza mkate au chapati. Lazima changanye ule unga, uchanganyike kabisa pamoja na maji ikiwa na mafuta ya mtini, paka yachanganyike. Kila tone la mafuta ama unga au maji iweze kukutana na unga kiasi ya kwamba kifanya hivi hawezi kuona unga tena, hawezi kuona unga tena ukiwa uko peke yake, haujachanganyikana. Ndivyo kuona alivyokuwa anafanya, anachanganya yale mazao ya Waisraeli, anachanganya. Wanaweza kuleta mengi, lakini alikuwa anachota kidogo, anachanganya na za wengine, alafu anachanganya. Ishachanganyikana, anachukua katika mikono yake hicho kiango kilichochanganyikana, anaenda mbele za Bwana, anaenda mbele ya sanduku la Bwana, anaanza kurusha kwenye mbele za Bwana, anaanza kurusha mbele za Bwana, anamwambia Mungu hivi. Ngoja niseme tu baadhi ya maneno. Na haya mihamike huo. Mwenyezi Mungu, hii ndio ahadi yetu kwako, ya kwamba ulitupa mvua na sisi tumeanza kuona mavuno. Sasa tunakuahidi, taifa lako lote linakuahidi kwamba tutakapovuna tutakuletea zawadi, tutakuletea mavuno, tutakapokuwa tumezalisha tutakuletea wanyama, tutakapokuwa tumevuna tutakuletea. Na kwa hivyo anatoa ahadi
alifanya kusakira akiwa na rusha ukula kuponza kwa ajili ya Waisraeli. Waisraeli ndio chanzo cha kukubaliwa kwao. huwa ndicho wakusudiwa. Ndio maana Mungu huwa anaahidi kwanza, halafu anatekeleza. Kesho nitawaambia ahadi 10 za Mungu ambazo ni lazima zifanye kwa ajili ya watu wake. Na wao wanaahidi ya kwamba ulitupatia mvua na sasa tunakuahidi tunakuletea mavuno. Akishafanya hivyo na kuahidi mbele za Bwana na kwa ajili ametangaza ya kwamba Mungu aliyewapatia mvua awajalie mvua nyingine tena, awatengenezee baraka za mvua tena. Kwa inaanzia kwa kuahidi kabla ya kutoa. Walikuwa wanaahidi sikukuu hii ilikuwa inafanyika siku ya 16 ya mwezi wa kwanza, siku ya 16 ya mwezi wa Nisan. Kwa hiyo unaweza ukaona na kwamba sikukuu 3 zilikuwa zimeshikana. Unaanza na Pasaka, kula mkate usiotiwa chachu, unaingia katika sikukuu ya kutikisa mganda. Lakini sikukuu ya kutikisa mganda ilikuwa ni siku ya pili baada ya siku ya kwanza ya mkate usiotiwa chachu, ama ilikuwa ni siku ya 3 baada ya Pasaka. Naomba uzingatie maneno haya. Sikukuu ya kutikisa mganda ilikuwa ni siku ya pili katika orodha ya siku 7 za sikukuu ya mkate usiotiwa chachu, ama ilikuwa ni siku ya 3 baada ya Pasaka. Ndio maana Yesu aliwaambia Wayahudi ya kwamba mtalivunja hekalu hili, lakini siku ya 3 nitalisimamisha. Naomba sasa niende nawe. Yesu akawaambia Wayahudi, vunjeni hekalu hili, siku ya 3 nitalisimamisha. Sikiliza kanisa, ile siku ya kutikisa mganda ambapo Bwana alikuwa anarusha katika madhabahu. Nirudie tena, ilikuwa inaangukia siku ya 16 au siku ya 3 baada ya Pasaka. Sasa ngoja niilete wakati wa Yesu Kristo, na hasa ile wiki aliyokufa. Nataka nikulete mpaka siku hiyo. Mimi hizi sikukuu zingine zote namna alivyohudhuria hizo zote nitakuacha. Ila mwishoni nitasoma alivyohudhuria sikukuu ya makambi ambayo nitasoma sikukuu ya makambi yake ya mwisho kabisa. Akaondoka. Sasa sikukuu ya kutikisa mganda mtu fulani ilikuwa siku ya 16. Hebu ngoja nikurejeshe nyuma kidogo. Siku ya 14 ya mwezi wa kwanza ilikuwa ni Pasaka. Iliangukia Ijumaa, ambayo ndio mwanadamu aliumbwa. Sikukuu ya mkate usiotiwa chachu ilikuwa ni siku ya 15 wakati wa Yesu Kristo. Hiyo wiki ya mwisho iliangukia siku ya Sabato. Na ukisoma Biblia inaeleza haya ndio yatangulia kuyasema. Siku ya 16 iliangukia Jumapili, iliangukia siku ya kwanza ya juma. Nisikilize vizuri kanisa, nimekwambia hakuna kilicho kwenye Biblia kilichoachwa cha kutupa tu. Hakuna kitu cha namna hiyo. Aidha kimetimiziwa makusudi yake, kikatoa mwelekeo mwingine. Naomba niwakumbushe. Naomba mfunue kitabu cha Mathayo sura 27. Tuko sikukuu ya 3 sasa. Mtu mmoja asome mstari wa 51 hadi 52. Somaji wetu karibu. Mathayo sura ya 27 51 na 52 inasema, naam, na tazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, ile kanyaga uchumbe cha mkate ne chumbe cha hawa ndicho.
yokutika nchi ikatetemeka, isi yozuguma miamba ikapasuka, ingolo jotanduka makaburi yakafunuka, amajikira okunduka ikainuka miili mingi ya watakatifu mingi y'abantu abebalala. Mathayo 52. Omala mpaka 15 ni. Asante sana. Hatukuja pale. Biblia inaeleza wazi. Biblia iko tuweka hapa. Kwamba Yesu alifufuka siku hiyo ya 16 ya mwezi wa Yesu kwanza. akahemboka lushiko lolo 16 lwenulo. Makaburi yalitikisika. Kaburi lake lilitikisika akatetema. Ninyi nyote ni mashahidi. Nilitangulia kusema tangu ya kwamba malaika alishuka. Malaika ajikaho. Na aliposhuka awika. Biblia inasema nchi ilitetemeka. Akalibiringisha lile jiwe. Na akalikalia. Ndicho nilichoanza nacho nilipofika mahali hapa. Sasa naomba nizungumze na kanisa. Siku ile ya 16. Yesu alipofufuka. Unakumbuka kizungumza na Maria. Uliosoma kitabu kile cha Yohana sura 20. Kwa wakati wenu mtaenda msome. Yesu anamwambia Maria, usiniguse. Kwenda mbinguni. Sikiliza nikwambie, hiyo siku anayokwenda alienda kutoa taarifa ya kwamba mavuno yamekamilika. Alienda kutoa taarifa ya kwamba uhai unawezekana tena. Alienda kutoa taarifa ya kwamba wao walio wakiniamini Adamu wanaweza kuishi tena. Akapeleka orodha. Wote mnakumbuka vizuri. Wakati anakwenda zake mbinguni, watu zaidi ya 24, watu 24 waliambatana naye. Na kwa hiyo tunasema ya kwamba hayo yalikuwa ndio malimbuko ya kwanza. Kuhani wetu mkuu kutoka katika jamii za wanadamu alichukua sehemu za mazao. Hayo mazao ya nchi ambayo ni wanadamu kutoka mataifa na mataifa, akampelekea Baba kama ile kuhani anavyotikisa uganda na yeye anavyotikisa ardhi, ili ikainuka, uhai ukarejea tena. Akapeleka taarifa mbinguni ya kwamba wanadamu wanaweza kuishi tena, na hivyo kufufuliwa kunawezekana tena. Siku ya 16 Yesu Kristo alipeleka taarifa ya kwamba uhai unawezekana tena. Alichukua malimbuko katika jamii ya wanadamu ya kwamba wanadamu wanaweza kuishi tena. Hiyo maana kitabu cha Ufunuo katika zile sura za 7 inatangaza sana juu ya wazee na wale wenye uhai, kwa sababu Yesu Kristo yeye aliyetikisa muganda, aliyetikisa dunia, aliyepeleka mateka na akamwonyesha Baba ahadi yake ya kwamba kifo changu msalabani kitawaleta wengi kutoka jamii za wanadamu. Jamani, mseme amina. Na kwa hivyo mnapohubiri habari ya kufufuka kwa Yesu Kristo, kama mwanadamu anaamini atafufuliwa, kama kuna mwanadamu anaamini atafufuliwa, ya kwamba mtu akifa anafufuliwa tena, basi anapaswa pia kujua Yesu alikufa. Maana kama Yesu asingelikufa, haya mazao tunayozungumza yasingelikutana na kile kilicho katika unabii ulionenwa nyakati za wana wa Israeli. Na hivyo ninawaambia kwa mara ya pili, Yesu alikufa. Kitabu kimesema Yesu alizikwa. Historia inasema Yesu alifufuka. Maana kuhani alikuwa ndiye pekee anayeweza kutikisa mganda. Jamani, sema amina. Kwa Yesu Kristo alifufuka siku ya 16 ya mwezi wa kwanza. Siku ile ya kwanza Mungu alipoanza kutengeneza nchi,
aho Mungu anja kuibejesi. Na kwa hivyo tangu wakati huo kuinga lushikulo hii dunia itatakaswa. isi yejiwa Na siku itatakaswa. yejiwa Wanadamu watafufuliwa. abantu bo chiwa Waliolala katika Yesu Kristo. abazunije Yesu. Maana alikwisha kulidhihirisha Ulanguno babo kupitia malimbuko ya kwanza. kuinga mukesi wanja. Kwa maana nakwambia hivi, Alekula kiki kuifanya kumbukumbu ya Pasaka kuwa siku ya kwanza ya juma. ukutabutsu kilowo Pasaka Kuiweka siku ya kwanza ya juma kulutula shiko kwanja no nyuma ni kuchanganya Biblia. kuichala kinge Biblia. Maana havihusiani kabisa. Jitajira nikijana uruhato. Nafu ingekuwa siku ya Ijumaa. Udonde turushiko wa gatandatu. Maana siku ya tatu Urushiko wa gatatu ilikuwa ni siku ya kutikisa mganda. Urushiko wa munege janzwano. Udhihirisho ya kwamba Yakulolela kiki mwanadamu anaweza kuishi tena. umwana omundu akutulegula mahali. Habari ya Yesu kufufuka hilo lilikuwa halina swali. Ukuhimbuka kwa Yesu yali ndugu huja. Hilo lilikuwa halina mzuiaji. Yali ndugu mnogula meja. Lakini mwanadamu aliyekufa Alumwana umuntu yachi anaweza kuishi tena. Kikala mehali. Hilo katika Yesu Kristo. Mle Yesu Akalidhihirisha siku ile. ule tola hawapewi koloni. Alitikisa inchi. Ahoita tani Yesu. Tikisika. Yesu yote tema. Inuka miili ya watakatifu. Kamitswana Akamtangazia ulimwengu, akamtangazia Baba kamitswana kama mkutano watu mkuu. Ungalitoa mavuno ya mwisho ni dhahiri. keke ushiko wa mwisho. Tunatazamia mavuno ya mwisho ambayo Yesu Kristo atakusanya Yesu akukusanya kutoka kila kabila, akukusanya kutoka kila lugha, kutoka kila jamaa. Atakusanyia wanaume na wanawake. Maana tangu alipofufuka alilithibitisha hilo. Akalitola wapili. Bwana mseme amina. Hajibize cheni. Na ndio maana na kwende wote tunaamini ya kwamba Yesu tuzuni jegeke Yesu alikufa na kufufuka akacha na kuhimbuka. Na kusema kweli Nankana tunauambia ulimwengu tuli uelezi ya kwamba atakapokuja abalize makaburi yatafunuka. amajikira gukunduka. Maneno hayo tunayosema mimi hayotokwe haya yanatokana na uzoefu wa kutikisa mganda. Iko chela lichaka kunege janzo ambapo Bwana alikuwa anapeleka mazao. Huyo gikonga licho uchaka anayarusha mbele za Bwana. Yakuponya na kusema kwamba kwa mavuno haya umjao kesi Israeli wanaahidi ya kwamba watavuna, kikiwa kukesa na kwamba watakusanya, na kwamba watakuletea. Maana mavuno ya kwanza yamewezekana, mavuno ya mwisho hayatashindikana. Sikukuu ya nne, sikukuu ya nne, sikukuu ya nne, sikukuu ya nne kanisa ilikuwa inaitwa sikukuu ya mavuno. Au sikukuu ya Pentecost. Sikukuu ya Pentecost ilikuwa inaanza kuhesabiwa lini? Ulikuwa unaanza kuhesabu tangu siku ya kutikisa mganda. Na labda kabla ya hapo nirudi nyuma kidogo. Nashoke hanu mahato. Mungu aliyolisoma haya siku ya kutikisa mganda ilikuwa inakuja baada ya Sabato. Na hilo lilitimia katika wiki aliyokufa Yesu Kristo. Maana akishinda kaburi siku ya pili, siku ya mkate usiotiwa chachu, au siku ya tatu baada ya Pasaka, unaweza mkaona iliangukia siku ya kwanza ya juma. Ikawa ni siku ya kutikisa mganda. Na kwa hiyo unabii ule atimiza kusudi lake hapa. Na ndio maana nawaambia ya kwamba mambo haya yanaenda pamoja. Moja kilitangulia kabla ya yote, na chenyewe ni cha milele. Haya mengine haya yanakuja tu, yanaingia na kupata utimilizo wake. Na atakapomaliza utimilizo kitabaki kile kilichoanza. Sabato hata Sabato, wanadamu wote watakuja mbele zangu. Sikukuu ya nne, sikukuu ya nne. Wazee wa kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Namla wa kanisa Mungu akomele jima. Aitofeli, Bwana Yesu asifiwe. Aitofeli. Jambo lisemeni amina. Hajebize chene. Sikukuu ya nne ilikuwa ni sikukuu ya mavuno. Au sikukuu ya Pentecost. Sikukuu hii ulikuwa unaanza kuhesabu
ulikuwa unaanza kuhesabu wanda jogo bala neno moja. aha imo Moja. imo Ulikuwa unaanza kuhesabu. wanda gobala. Narudia tena, neno moja. Hayo imo. Ili uhesabu siku 40. Ubale shiku 40. Yenyewe ilikuwa inakuja baada ya siku hizo 40. Jaja gashiku 40. Ulikuwa unahesabu moja. Wandije moja. Kuanzia siku ya kutikisa mganda. Wandije agonege chiyagwa. Hapo ndipo ulikuwa unaanzia moja. Kwa hiyo ilikuwa inaanza kuhesabika moja banda ja moja kuanzia siku ya 16 lushiko likunitanda na mwezi ule wa kwanza. Mwezi kwa kwanza hapo unaanza kuhesabu moja. Wanda walimo unaenda paka unapofika mwezi wa Siban. Uloga shika mwezi wa Siban. Mwezi wa Siban. Mwezi kwa Siban. Hiyo kinaangukia siku ya 6. Ya kuilalo shiku ya mwezi huo. Ya mwezi kwa ndio ilikuwa inaitwa siku ya mavuno. Siku ya mavuno. Ilikuwa wakati wa Israeli wanavuna mashamba yao. Ilikuwa ngano, ilikuwa shairi. Yale shairi. Naomba tu niende haraka maana muda umekwenda. Na hii siku ya mavuno. Ilikuwa siku ya mavuno. Siku ya mavuno, naomba unisikize, ni siku ya mavuno. Na kama unakumbuka vizuri, sisi sote lazima tuhudhurie siku ya mavuno. Siku ya mavuno ni lazima wote tuhudhurie. Unajua wakati wa Yesu Kristo ilitimia siku ile. Watu wa ndani ya ile gorofa, ile nyumba iliyokuwa gorofa, iliyokuwa imetolewa na mama mmoja. Ile gorofa iliyokuwa wanafunzi, ilitolewa na mama mmoja. Wakati Yesu anawauliza wanafunzi wake, nitakapoilia Pasaka mwaka huu, ni wapi? Wanafunzi wanamuuliza, Bwana, ni wapi utailia Pasaka? Yesu akamwambia, ingieni mjini, mutamkuta mwanaume amebeba mtungi wa maji, mfuateni. Hapa atakapoingia, ingieni pamoja naye, na katika kuingia kwenu ulizeni mkisema, kiko wapi chumba atakacholia Pasaka Bwana wetu? Na kwa hivyo ndugu zangu wapenzi, naomba niende haraka kidogo. Wakiwa ndani ya hicho chumba, Roho wa Mungu akashuka, ahadi ya Baba ikatimia. Wakiwa ndani ya kile chumba, Roho wa Mungu akashuka. Ana mnakumbuka siku ya Pentekoste, siku ya mavuno, Waisraeli wote mahali kote walikokuwa wametawanyikia, ilikuwa ni lazima warudi katika nchi yao. Hawakuwa tofauti na Wachaga. Walikuwa narudi wote, na wanaporudi wote wanakuja kuisherehekea sikukuu hii. Maana ilikuwa ni miongoni mwa sikukuu 3 ambazo ni lazima wana wa Israeli wafanye. Uniruhusu hapa niende haraka. Na kwa hivyo siku hiyo mnafahamu kilichofahamika, mnajua kilichotendeka. Maana Mungu alichokifanya ni hiki hapa. Huyu ndugu ni Msukuma. Ndugu huyu ni Msukuma. Anafahamu Kisukuma, lakini ana habari njema ya kwamba Yesu alizaliwa, ya kwamba Yesu aliishi, ya kwamba Yesu alikufa, ya kwamba Yesu amefufuka. Maana dhahama kubwa ilikuwa kwenye ufufuko. Palikuwa na changamoto kubwa. Na sasa watu wana habari hii, wana neno la Bwana, wana lugha ya Kisukuma, lakini watu wamekusanyika. Wengine wametoka Uarabuni, wengine wametoka Libya, wametoka kila kona ya dunia. Wana lugha zao, wanajifunza Kiarabu, hata jawabu ya Waisraeli, wanajifunza Kifaransa, hata jawabu ya Waisraeli, wanajifunza Kifilisi, hata jawabu ya Waisraeli, wanajifunza Kifoeliki, hata jawabu ya Waisraeli. Walipokuja wakiwa na lugha zao, sikiliza nikwambie kanisa, hawa wana ujumbe, lakini hawana chombo cha kufikisha. Huyu ndugu ni Msukuma, wale ni Wagalilaya, wana Kigalilaya, walijua pa kuzaliwa, lakini wana ujumbe unaotakiwa usambaye kwa dunia yote haraka iwezekanavyo.
wa mavuno. Ilikanda yako gesa. Mungu alichokifanya. Ichara jitu Mungu. Anachukua lugha tu ya Wafaransa. Wena rulimi wa Faransa. Anampa huyu. Ongi no sukuma. Simseme amina. Hajebize chana. Simseme amina. Hajebize chana. Kwa sababu ana neno. Atakapolitoa. Ulofu. Badala ya kutoka kwa Kisukuma. Linatoka kwa Kifaransa. Badala ya kutoka kwa Kigalilaya. Linatoka kwa Kiarabu. Badala ya kutoka kwa Kigalilaya. Linatoka kwa Kiingereza. Badala ya kutoka kwa Kigalilaya. Linatoka kwa Kijerumani. Wale watu wakasikia neno kwa lugha zao, wakasema matendo makuu ya Mungu. Maana tunawasikia kwa lugha zetu tulizozaliwa nazo. Jamani, simuseme amina. Ilikuwa ni wakati wa mavuno. Watu 3,000 wakabatizwa siku moja. Kwa hivyo tangu wakati ule injili ni lazima ihubiriwe. Injili ya mavuno. Wende mkahubiri. Ndio maana kuna Karatunet event. Hiyo yote ni kuleta mavuno. Ndio maana mnahubiri siku 21. Hiyo yote ni kuleta mavuno. Na kila mmoja lazima ishiriki. Maana ni injili ya mavuno. Baada Yesu Kristo. Na habari yake njema. Danieli ifunuliwe. Ufunuo ifunuliwe. Ezekieli ifunuliwe. Na Mwanzo ifunuliwe. Wagalatia ifunuliwe. Warumi ifunuliwe. Na Wakorinto pamoja naye. Maana ni wakati wa mavuno. Jamani, simuseme amina. Tangu wakati huo tunaishi wakati wa mavuno. Bwana anapanda. Bwana anapanda kupitia watu wake. Ndio maana lazima ushiriki injili. Lazima ushiriki injili. Kama sio kwa kusimama, itakuwa kwa kutoa fedha yako. Kama sio kwa kusimama, itakuwa kwa kutoa wanyama wako. Kama sio kwa kusimama, itakuwa ni kutoa nyumba yako. Kama sio kwa kusimama, itakuwa ni kutoa rasilimali zako. Tunaishi wakati wa mavuno. Nendeni watu wa masumba mkavune. Tangu Pentekoste tunaishi wakati wa mavuno. Tangu wakati huo injili inapaswa ihubiriwe. Wasukuma wahubiri Kisukuma, Wajita wahubiri Kijita. Mkifika mahali lugha ikawa tatizo, akaleta lugha. Tangu wakati tunaoendelea nao, Mungu alishafungulia. Tangu karne ya 18 Biblia imetafasiriwa katika lugha mbalimbali. Kipawa cha tangu siku ya Pentekoste, Mungu aliruhusu sasa Biblia itafasiriwe. Leo kuna Biblia ya Kiswahili, leo kuna Biblia ya Kijita, leo kuna Biblia ya Kisukuma, leo kuna Biblia ya Kiha, leo kuna Biblia ya Kinyachusa, leo kuna Biblia ya lugha ya Kifaransa, leo kuna Biblia ya Kiarabu, leo kuna Biblia ya Kiingereza. Naomba nikwambie leo, tatizo haliwezi kuwa lugha. Sikiliza nikwambie leo, ndio maana mnaona mashule yanakuwa mahali kila mwanadamu angalau asome mpaka darasa la 7 ili aweze kujua kusoma. Unaweza ukaona ni elimu ya kawaida. Mungu anatafuta watu wajue kusoma, waweze kulisoma neno lake. Karibuni ikaanza Kiingereza. Kila kata ikawekwa shule ya sekondari. Katika nchi yetu ya Tanzania. Unaweza ukaona ni jambo dogo. Lakini ukisoma historia vizuri, maana kubwa sana. Maana Kiingereza inaelekea kuwa kama lugha ya taifa hivi. Na kinaelekea kuwa lugha ya mataifa. Hakuna tofauti na wakati Yesu anazaliwa. Lugha ya Kiyunani ilikuwa ni lugha ya mataifa. Kama hujui Kiyunani, ilikuwa lazima ukutane na tatizo fulani unapoenda nchi za nje. Mungu akaruhusu lugha hiyo ikawa ndio ya kwanza kutafasiri Biblia. Ile Biblia iliyokuwa inaitwa Tanakh, iliyokuwa ni ya Kiebrania, ikatafasiriwa kwa Kiyunani, ikaitwa Septuaginti. Wanafunzi wakaitumia, walipoenda hata
kila kona. Wanakuta ile lugha ya Kiunani ipo. Wanahubiri wa Korinto. Walipoenda Efeso. Wakamhubiri mpaka Atemi. Walipoenda kule Korinto. Apolo naye akahubiri Injili. Walipoenda Galatia. Wakahubiri Injili. Walivyoruka leo. Sio tatizo tena. Kama ni tatizo ni kidogo sana. Si mtu mmoja aseme amina. Kwenye Biblia Kisukuma mnyoshe mikono. Zimejaa. Kwenye Biblia zinauzwa mpaka madukani. Huo ni mpango wa Mungu. Kufanya kila jambo lieleweke. Maana ni wakati wa mavuno. Mungu akaanzisha misafara ya mbali. Watu wanachukua bidhaa zao. Wanasafirisha bidhaa. Walema wanasafirisha bidhaa. Wafaransa wanasafirisha bidhaa. Wachina wanasafirisha bidhaa. Maana hayo ndio mataifa ya awali. Kukatisha majangwa, kukatisha mabahari. Ngoja nikwambie kidogo. Wanaku wanasafirisha bidhaa. Unajua Mungu akaruhusu neno hili liweze kusafiri pamoja na bidhaa. Waleo wakichukua bidhaa zao, wanashangana Biblia inaingia ndani. Wanapofika Afrika, wanapofika Amerika, wanapofika mabara ya Australia, wakiwa katika biashara zao, wanashangawa na Biblia. Wanaanza kuhubiri Biblia. Wanahubiri kama wafanya biashara. Wanatumia aina yao ya biashara kuweza kufanya biashara. Lakini wakati huo wanafanya biashara ya Yesu Kristo. Jamani, tunasema amina. Na wao wafanya biashara katika maduka yenu. Macheni Yesu afahamike. Yesu afahamike. Unapokuwa unauza bidhaa zako, utangaze na Yesu Kristo. Useme na Yesu Kristo. Uishi na Yesu Kristo. Utangaze Yesu Kristo. Biashara yako iwe na faida kwa ajili ya kuleta mavuno. Tangu wakati huo wapendwa, Injili lazima ihubiriwe. Itahubiriwa kutoka Kirumba. Itahubiriwa kutoka Karatu. Itahubiriwa kutoka Mabati. Itahubiriwa kutoka Soweto. Itahubiriwa kutoka kila kona. Na naomba wacha Mungu, unaona hizi satellite hizi, unaona haya madishi haya, unaona hizi TV hizi, unaweza ukasema ni chombo kimekuja ili kule raha. Sikiliza nikwambie, takula raha zako sawa. Mungu amekileta hicho chombo katika nyumba yako, katika sayari dunia, kiweze kuwa chombo kwa ajili ya kuleta mavuno. Na kama unaamini naomba useme amina. Sikukuu ya 5. Na kwa hivyo mnapohubiri Injili, mnashiriki Pentecost. Maana mnamletea Bwana mavuno. Ndio maana tunaweza tukaimba wimbo wa mavuno. Twapanda mapema na mchana kutwa. Kwenye mavuno tutashangilia. Japo mpanzi huondoka tilia itupapo mbegu yake. Anapotupa mbegu yake, lakini siku moja italeta mavuno. Watu wa mafungo mnaweza kwenda kuhubiri. Mkahubiri mpaka mwisho. Ukashangaa hata hakuna hata mmoja aliyejitoa. Usikate tamaa. Msilaumiane. Kuleta mavuno. Huyu mhubiri alikuwa mhubiri wa namna gani? Ninyi mmepanda mbegu. Subiria kwa wakati wake. Bwana ataleta mavuno. Chungaji, wewe ulizaliwa hili kanisa. Unaweza kukumbuka ulivyopokea Injili? Hawezi kusema. Lakini naomba niwaambie, kuna watu waliwahi kwenda mahali fulani, wakaweka kambi yao ya siku 3.
wakahubiri kwa siku 3. mulomera siku 3. Hakuna hata mmoja aliyejitoa. Tuhunulumo uyagazunya. Hakuna hata mmoja tuhunulumo uyagabengera. Walikuwa kama kichekesho. Mobiza gete bali babiri nga kimero. Tuko kwenye kile kijiji. Mobiza gete lekeno lyagwenelela. Kumbe wakati wanahubiri. Balilo mwela. Watoto walikuwa wamekaa bali hotumi kinito tukasha. Kama wanacheza tu mpira. Tukutelaga kampira ho. Waliwaleta pale wacheze mpira. Koshinagenza ho bekusha kampira. Kazi kubwa ilikuwa sio mpira. Uni mogoni da kampira Baada ya hino. wale watu kuondoka. Abantu habinga. Wale vijana wakaanza kwenda kwa baba zao. Abana bo ko basabo. Sisi tutakuwa wasabato. Ahise tukubiza basabato. Wazazi wakawapinga sana. Aba byajibola magete. Mpaka leo tunavyozungumza. Ngetumdo kuhaila giha. Ni wachungaji. Ni wakati wa mavuno. Kanzania kugesa. Ni wakati wa mavuno. Kanzania magesa. Mchungaji mmoja aliwahi kwenda kuhubiri mahali fulani. Dini akaja kujolomela. Ambaye mpaka sasa ni mmoja ya watu maarufu watu muhimu katika kanisa hili. Uyo kikali umomba ndo aba. Akaenda kahubiri. Akaenda akahubiri. Akawa anakuja tu kicha. Uyiza nsazi. Ndiye anakuja tu hapa. Anajitemea tu mate. Watu waliocheka kama nyakati zile za abana baseka halinu. Wakawa na wanamsondea kidole anapoteza Mungu. Bande kumwele kimeji kanza. Hata waliokuwa wamemuita nabe bamwita. Wakaanza kupungua mmoja. Bande kugwangono. Hakuna nayo kuja. Tuhuyaliza. Wanaenda kualika hakuna nayo kuja. Tukalika kanto. Lakini sikiliza nikwambie mpendwa. Kagana goye. Mkutano ukamalizika. Mkutano ulipomalizika. Mungu hela kwa wao washi. Pita siku kadhaa. Chole tashiku. Kumbe kuna watu walikuwa nasikiliza. Wale wategereka. Mmoja akaanza kuwapitia. Muntu mmoja kubita. Wale waliokuja kuhubiri hapa mliwaona? Abantu bageza hamba bateona. Mliwasikia? Mugabikwa. Unajua maneno yao ni maneno ya uzima. Mugabikwa mihaleno ya upanga. Watafute mahali walipo. Tuwachoba joka bali. Waweze kubatizwa. Tukabatishwe. Wakajiunganisha wao wenyewe. Bisanja mwebeniki. Wakakodi basi. Bosola basi. Wakamtafuta mchungaji. Wakanchoro ndingi. Wakaenda wakabatizwa. Wakati wa mavuno. Kanzania magesa. Sikukuu ya 5. Shikuloga 5. Niende haraka kanisa. Kanisa leje wangu. Sikukuu ya 5. Sikukuu ya 5. Inaitwa sikukuu ya kupiga baragumu. Yali no shikulogo tulanhaninga. Sikukuu ya kupiga baragumu. No shikulogo tulanhaninga. Sikukuu ya kupiga baragumu hii. Shikulogo tulanhaninga eneo. Waisraeli walikuwa wanapigiwa baragumu. Hawazeba tule wanhaninga. Baragumu inapigwa katika mitaa yote ya Israeli. Inapigwa baragumu. Inapigwa baragumu. Unajua ilikuwa inakuja mwezi wa 7. Na unaposikia mwezi wa 7, ulikuwa unaitwa mwezi wa mwanzo wa uhai. Ulikuwa ni kama mwezi wa mwanzo wa uhai. Na kwa hiyo ilikuwa inakuja siku ya kwanza ya mwezi huo. Inapigwa baragumu. Baragumu inapigwa. Inapopigwa, Waisraeli wanaambiwa sikukuu mbili ziko mbele yetu. Sasa naomba niseme kwa haraka. Hii sikukuu ya kupiga baragumu ilishatimiza makusudi yake. Ilishatimiza makusudi yake mwaka 1833. Kumbuka historia vizuri ya ulimwengu dunia. Utagundua ya kwamba mwaka huo ndio mwaka ambao Mungu alitikisa hii dunia. Akainua wahubiri wa nne duniani waliokuwa ni wahubiri wenye nguvu ambao hawajawahi kutokea duniani. Katika mabara yote manne wakatokea wahubiri. Mabara yote 7 wakahubiri Injili. Nataka niwaambie ndugu zangu wapenzi, na Injili waliokuwa nayo ilikuwa ni hii ya kwamba kuna tukio linakuja. Yesu anakuja mara ya pili. Injili ikahubiriwa. Watu waliuza vitu vyao. Watu waliacha mashamba. Watu waliacha kazi. Watu walirudi nyumbani. Watu wameenda katika mabara mengine. Waliondoka na kurudi katika mabara yao. Na Yesu anakuja. Unajua ulikuwa ni wakati huo. Hata jua lilipatwa kwa namna ambayo halijawahi kupatwa. Ilikuwa ni wakati huo. Yesu aliwahi kupatwa kwa namna ambayo halijawahi kupatwa. Ilikuwa ni wakati huo. Nyota zilionekana kudondoka kutoka mbinguni. Najua nikutajie mtu mmoja tu. Wapo akina Yakunza mnawafahamu vizuri.
mazuri, bali abantu mabane lakini walimtajia mtu mmoja tu, amhomo anaitwa William Miller. William Miller. Bwana akamuweka katika bara la Amerika Kaskazini, Mungu anatola Amerika. akasimama mtu huyu Omelo mwana akamwambia ulimwengu